milele. Mapendo. Kundi namba 2, kitabu Kutoka. Mwandishi ni Musa. Kwa nini ni Musa? Tunajibiwa na maandiko. Na kwa maono aliwafunulia manabii. Nani anaamini Musa ni nabii? Mikono tu, sitaki ujibu. Nyanyua mikono. Wote mnaamini Musa ni nabii? Basi kama mnaamini, aliweza kuandika vitabu hivi kwa kupatiwa maono na Mungu. Maandiko yanajibu hivyo. Ukitaka kujua ni wapi, nifuate tukitoka. Kwa hiyo aliweza kuandika kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Sasa kwa nini Kutoka? Kutoka kama ilivyo jieleza ni kutoka, hivyo hivyo Kiswahili kilivyo. Sasa nani wanatoka? Ni wana wa Israeli. Wanatoka wapi? Wanatoka Misri kwenda katika nchi ya ahadi. Kutoka na nani? Wanatolewa na Musa. Kulingana na maelezo, ili niweze kuunganisha vitoke katika mpangilio ulioeleweka, Mungu huwa anafanya kazi na mtu mmoja kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha mwisho. Ndipo mnapata mkanganyiko wa kuona kuna watu wengi wanatajwa lakini hatuwaoni. Mfano, kitabu cha Mwanzo tumemwona nani akitajwa kama maarufu, main character? Alikuwa ni Adam na Hawa. Baadaye tukaona kizazi chake kimetoweshwa, tukamwona Nuhu. Baada ya Nuhu tunamwona Ibrahimu. Baada ya Ibrahimu tunamwona Musa. Baada ya Musa tunaona manabii. Baada ya manabii tunamwona Yesu. Mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo hata kama kuna watu wengine wapo, hawatajwi kwa sababu si wahusika wakuu. Kwa maana rahisi, kutoka uzao wa Ibrahimu kupitia Isaka, ambaye ni ahadi ya Mungu alipatiwa kwamba uzao wako utaenda katika nchi ya kigeni na kule watatumikia kwa miaka 400. Huko watatoka na mali nyingi na kuwa taifa kubwa na kupatiwa ile nchi walioahidiwa. Lakini sasa nani atakayewatoa na waliingiaje? Huenda mtu akapatwa na swali. Huo uzao uliingia kupitia Yusufu, wakaingia katika nchi ya kitumwa, lakini ni pale ambapo walipatwa na njaa. Na rahisisha, Yusufu na familia yote ya baba yake Yakobo wakaingia. Walipoingia kule wakazaliana vya kutosha. Alipokuja Farao asiyemjua Yusufu, akasema watu hawa wanaongezeka kwa kasi, inabidi tuwatumikishe. Wakawatumikisha, lakini kupitia Musa Mungu alimwahidi akawatoa. Ndio pale tunapata neno kutoka, wanatolewa. Musa anawatoa, anawapitisha jangwani na kuwapeleka katika ile nchi walioahidiwa. Haya yote nimerahisisha tu kwa ufupi, ila ukisoma kuanzia sura ya 1 mpaka ya 40, sivyo? Unakutana na maudhui hayo yote katika kitabu cha Kutoka. Nashukuru. Tumsifie Yesu Kristo. Tumsifie Yesu Kristo tena. Milele amina. Milele amina. Kama alivyotangulia kutoa ufafanuzi wa kitabu cha Kutoka, tumeeleweshwa kuwa kutoka ni kutoka mahali fulani kwenda mahali fulani. Kitabu cha Kutoka ni kitabu cha ahadi, kwamba wana wa Israeli waliahidiwa na Mungu kwamba Musa alikuja kwa ajili ya kuwatoa pale kwenye utumwa na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Lakini tunaona kuzaliwa kwa Musa kulikuwa ni kwa ajabu sana, kwamba wana wa Israeli walipokuwa wanazaliwa, wao walikuwa na nguvu. Wakaongea na wale wanaowazalisha kwamba wawaue. Waliposema wawaue,
lakini mama yake Musa akaona huruma, akakatengeneza kasafina, akaweka kwenye maji. Musa akaenda kulelewa katika nyumba ya Farao. Ndani ya nyumba ya Farao amelelewa, amekuwa, anatokea pale Mungu anamuita kwamba nataka nikutume kwa watoe watu wangu katika mateso. Musa anauliza kwamba nitafanyaje na nitasema mimi ni nani? Ukiendelea kusoma unapata kuwa kumbe Mungu akitaka kukuita na kukutuma mahali fulani, yeye akisema mimi nahitaji nikutume, unakuwa na maswali mengi, lakini Biblia inatufundisha kuwa tunapaswa kuwa watii na moyo wa unyenyekevu. Msifu Yesu Kristo. Mapendo. Amina. Basi kama wenzangu walipokwisha kutangulia kuchangia, mimi pia nichangie kidogo hapo, japokuwa sikusoma sana hii habari ya Kutoka. Nimekuja tu hapa nimesurprisewa maana sikuwepo. Tumsifu Yesu Kristo. Basi Kutoka ni kutolewa mahali fulani kuelekea mahali fulani. Unaweza ukatoka ndani unakwenda nje, tayari umetoka. Basi Kutoka, kama Musa alikuwa anawatoa wana wa Israeli kuwapeleka nchi ya ahadi, lakini mwisho alishindwa kuwafikisha nchi yao ya ahadi, na msafara huo alikabidhiwa jemedari mwingine ambaye ni Yoshua ili kuwafikisha nchi ya ahadi. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa tunafundishwa nini au tunajifunza nini? Kwenye upande wa madaraka ni kuachiana au ni kupokezana. Kwa mfano, nikitolea mfano kwenye chama chetu hiki cha Viwawa, hapo mwanzo alikuwa mwenyekiti wetu ni Antoni, lakini hivi sasa tuko na mwenyekiti mwingine ambaye ni Joni yuko na kazi moja tu ya kutufikisha sisi nchi ya ahadi. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunakaribisha kama kuna mtu mwenye swali kwa hizo dakika zetu.